Yes, bana, aliyewahi kuwa meneja mkuu wa kikosi cha Simba Sports Club amefunguka na kuweka wazi kwa nini alikuwa hawezi kumtumia Yusuf Kagoma, lakini pia ametoa maelezo pia mengine kwamba ni kwa namna gani alikuwa akiweza kubadilisha mifumo na kutokuwatumia wachezaji kama namba 9 kama ambavyo wengi walikuwa wakitegemea. Katika mahojiano ambayo ameyafanya na mwandishi wa habari kutoka Tanzania Juma Ayo, amezungumza kwa urefu wake kidogo. Moja ya maswali ambayo aliulizwa ni kuhusiana na namna ambavyo alikuwa anapanga kikosi chake kwa kuwa na namba 9 ambao wanatumika mara kadhaa kama Jonathan Soa, lakini pia Suleiman Mwalimu na Steven Dese Mukwala. Lakini pia swali lingine ambalo aliulizwa ni kwa nini alikuwa hamtumii Yusuf Kagoma ambaye hivi sasa anatumika. Sababu kubwa ambao ameitoa Dimitar Pantev kwamba kwa nini alikuwa anashindwa kumtumia Yusuf Kagoma ni kwamba Yusuf Kagoma ni mzuri zaidi kwenye kuzuia, kwa maana ni master kwenye kudefense, lakini kwenye kupandisha timu ama kuifanya timu ishambulie, Yusuf Kagoma ana udhaifu katika eneo hilo. Ndio maana alikuwa akimtumia Alassane Kante, Neo Maema pamoja na Nabi Kamara na wachezaji wengine ambao wanacheza katika eneo hilo. Lakini katika maongezi yake akasema ukihitaji timu icheze lazima Kagoma umwache nje, lakini kama unakutana na timu ambayo ina quality kubwa kuizidi Simba Sports, basi lazima umtumie Kagoma ili aweze kupa uzuiaji mzuri katika eneo la katikati. Lakini pia sababu nyingine ambayo ameitoa Dimitar Pantev ni kuhusiana na kwa nini alikuwa anapanga kikosi yake bila kutumia namba 9, kwa maana ya kwamba tekniki zake ambazo alikuwa akizitumia. Mara kadhaa amejibu kwamba alikuwa anapenda zaidi offensive player ama wachezaji ambao ni wanyumbulifu na ni wazuri zaidi kwenye kushambulia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Amesisitiza na kusema kwamba alikuwa anatamani zaidi na kupenda kuona mpaka mabeki wakiwa wanafunga, huku akitoa mfano. Ndio maana kuna mechi kadhaa Wilson Nangu ameshinda, lakini pia kuona kina Anthony Ligo wanashambulia kuliko kusubiria labda mipira ya kona na set pieces ama foul kwenda akapige kichwa alafu basi. Kwa hivyo timu yake nzima alikuwa anatamani akiona ikiwa inashambulia kwa hali na mali. Ndio maana alikuwa haamini katika matumizi ya namba 9, zaidi alikuwa akitumia viungo washambuliaji. Kwa hivyo hizo ni miongoni mwa sababu ambazo Dimitar Pantev ameweza kuzitoa na kuziweka bayana kwa nini alikuwa hamtumii Yusuf Kagoma, lakini pia kwa nini alikuwa anaamini zaidi kwenye kutumia viungo washambuliaji badala ya kutumia washambuliaji kama wengi ambao walikuwa wanataka. Sasa ikumbuke juzi kati tu Dimitar Pantev ametoka kupewa mkono wa kwaheri na kikosi cha Simba. Hii ni kutokana na matokeo mabovu. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media unaweza ukajiuliza, je, sababu hizi za kuamini katika mifumo yake ndizo pekee ambazo zimepelekea Simba wakamtimua? Mimi na wewe tunabaki kwenye blanket, lakini tunachoamini ni kwamba Dimitar Pantev alikuwa ni miongoni mwa makocha bora ambao hata Simba wenyewe walimhusudu zaidi. Pengine ziko sababu ambao ziko nje ya carpet ambao zilipelekea Dimitar Pantev akaachana na Simba Sports Club. Endelea kuikumbatia sanjari kabisa Kawabe Media ili uweze kupata update mbalimbali kama hizi ambazo kwa tunakujuza.